mabadiliko ya 5, the Fifth Amendment, Eighth Amendment ndio iliyoleta vyama vingi. Fifth ilileta Bill of Rights. Kwa hiyo tunaenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Tumeondoa mfumo wa kidemokrasia wa kutengeneza majimbo ambao uko kwenye katiba zote za kidemokrasia. Nenda Kenya, nenda Zambia, nenda Malawi, nenda Afrika ya Kusini, nenda everywhere. Principle ya kutengeneza majimbo ni idadi sawa ya watu, kwa sababu wanaowakilishwa ni binadamu, sio milima, sio barabara, sio nini. Kwa hiyo leo hapa tulipo kuna hiyo majimbo ya mijini. Kama tungefuata population parity, na hii iko kwenye nimefanyia research kwenye moja wapo ya mambo ambayo nimeyakuta kwenye utafiti wangu. Kama tungekuwa na population parity kama kanuni kuu ya kutengeneza majimbo, Dar es Salaam peke yake ingekuwa na majimbo 25. Kwenye majimbo haya 264, Dar es Salaam ingekuwa na majimbo 25. Sasa kumbuka, jiulize tu, mwaka 2015 kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, sisi vyama vya Ukawa tulipata 60% ya kura za Dar es Salaam. 60% ya kura za Dar es Salaam kwenye majimbo 25. Unafikiri tungekuwa na wabunge wangapi? At least 15 kati ya 25. Tulikuwa na 5 badala yake. That is what gerrymandering does. Sasa sio ya mijini tu. Ukiachia mijini tunakopatia kura nyingi, sehemu nyingine tunakopatia kura nyingi ni mikoa yenye watu wengi. Nyewe mnafikiri mikoa yote ina idadi sawa ya watu? Ukiangalia takwimu za wapiga kura za 2020, mikoa 10 ya nchi hii, 10 yenye wapiga kura walioandikishwa zaidi ya 1,000,000, ilikuwa na 55% ya wapiga kura wote. Ilikuwa na wapiga kura 16,000,000. Mikoa 10 tu. Nchi hii sina mikoa 26. Sasa mikoa 10 kati ya hiyo 26 ilikuwa na 16 million registered voters out of 29. Mikoa 16 iliyobaki ilikuwa na 13 million registered voters. Kwa hiyo mikoa yenye watu wengi ni michache, mikoa yenye watu wachache ni mingi. Kwenye mgawanyo wa majimbo, mikoa yenye watu wengi ina majimbo machache, mikoa yenye watu wachache ina majimbo mengi. Hapa wengi wape haipo. Wengi wape haipo. Ni wachache wape. Naelewana? Mikoa yenye watu wengi, hiyo yenye watu 16,000,000 walioandikishwa kupiga kura, ina majimbo 99. Mikoa yenye watu 13,000,000 ina majimbo 115. Nanipata? Sasa kura za wapinzani zinapatikana kwenye mikoa yenye watu wengi. Mnanifahamu? Kwa gerrymandering inavuruga, sio tu inavuruga representation, inawagharimu nyie moja kwa moja. Mnanipata? Sasa hilo ni tatizo kubwa, na limeanza kuzungumzwa na watazamaji wa chaguzi zetu
tangu mwaka 95, tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwenye ripoti ya EU ya uchaguzi wa 95 kuna mahali waliuliza hivi, inawezekanaje watu 1000 wa jimbo la Ziwani Zanzibar wanachagua mbunge na watu 135,000 wa jimbo la Njombe Magharibi nao wanachagua mbunge huyo mmoja huyo. Na hawa wabunge wanalipwa mshahara sawa, posho sawa, kama ni mafuta sawa, kila kitu sawa. Ila mmoja anawakilisha watu 1000, mwingine anawakilisha watu. Sasa hiyo 100,000 ni kwa walipendelea. Ukiangalia leo kwenye uchaguzi wa 2020, jimbo la Temeke siko hapa. Temeke ilikuwa na wapiga kura 478,000 walioandikishwa. Jimbo hili Zanzibar nzima yenye majimbo 50 na wapiga kura 566,000. Sawa sawa. Wapi kule Handeni vijijini. Kuna mtu wa Handeni hapa? Handeni vijijini ni jimbo na Handeni mjini ni jimbo. Handeni vijijini na wapiga kura 132,000. Handeni mjini wapiga kura 24,000. Kwa sababu inabidi tumtengenezee nani? Abdalla Kigoda. Tumtengenezee kajimbo. Asipate shida ya kwenda kuhangaika vijijini huko, anapigwa mavumbi na nini. Utengeneza kajimbo. Alikuwa waziri wa viwanda. Kwa hiyo kuna uchafu kwenye utaratibu mzima wa majimbo everywhere. Dar es Salaam ina majimbo sawa na Mtwara. Mtwara ina watu 930,000. Dar es Salaam 3,427,000. Morogoro ina wapiga kura 1,800,000 na kitu. Hiyo ni Mwanza. 1,800,000 na ushe, ina majimbo 9. Mkoa wa Mara una watu 1,111,100,000 una majimbo 11.